viwanda vya mafuta vya utawala wa Israel vilivyopo karibu na Dimona pamoja na kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika Falme za Kiarabu na Kuwaiti vimeshambuliwa kwa ndege zisizo na rubani na jeshi la Iran siku ya Jumanne. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumanne, jeshi la Iran limetangaza kwamba limejibu mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya viwanda vya mafuta vya Iran na miundombinu mingine. Kitengo cha uzalishaji wa umeme na hifadhi ya mafuta ya viwanda vya petroli katika maeneo yanayokaliwa kusini karibu na Dimona, kituo cha ukarabati na matengenezo cha jeshi la wanamaji la Marekani katika bandari ya Jebel Ali katika Falme za Kiarabu na mifumo ya rada pamoja na majengo ya makazi ya majeshi ya Marekani katika kituo cha anga cha Hamad al-Jaber nchini Kuwaiti, vyote vimepigwa na makombora na majeshi ya Iran. Taarifa hiyo iliongeza kwamba eneo la viwanda la Dimona lina umuhimu mkubwa kwa uchumi na usalama wa utawala wa Israel na ni makazi ya kiwanja kikubwa cha kemikali cha utawala huo katika jangwa la Negev. Ilibainisha kwamba kitengo cha uzalishaji wa umeme na hifadhi ya mafuta kwa viwanda vya petroli viko katika eneo hilo na kemikali zake hutumiwa kwa baadhi ya madhumuni ya kijeshi ya utawala wa Israel. Taarifa hiyo ilitaja kwamba kituo cha matengenezo cha jeshi la wanamaji la Marekani katika bandari ya Jebel Ali katika Falme za Kiarabu ni moja ya bandari kubwa zaidi za kupakia meli za jeshi la wanamaji la Marekani katika eneo hilo. Kituo hicho kinatoa msaada muhimu kwa matengenezo kwa meli za Marekani. Hatimaye ilibainisha kwamba kituo cha anga cha Hamad al-Jaber nchini Kuwaiti kinahifadhi majeshi ya Marekani na kina mifumo ya rada zinazoweza kuchukua ndege mbalimbali za kijeshi, ambapo kitengo cha 332 cha jeshi la anga la Marekani kimepangwa huko.